Kurwa, nimetokea Arusha. Nilikuwa mwalimu tangu 2006, nikaondolewa kazini mwaka 2018 kwa kigezo cha kwamba nimepandishwa madaraja kimakosa. Nimejaribu kufuatilia sehemu mbalimbali ikiwemo kuanzia halmashauri hadi Wizara ya Utumishi na hadi TAMISEMI nilifika. Lakini nilifika utumishi kule wakaniambia kwamba natakiwa nilipe pesa kiasi cha shilingi milioni 16,793,600 ili ndipo niweze kurudishwa kazini. Ulitakiwa ulipe pesa ambayo nimelipwa kinyume na utaratibu kuanzia mwaka 2012, kipindi ambacho nilianza kupandishwa madaraja. Shilingi ngapi? Milioni 16,793,600. Kwani ulijipandisha madaraja hayo? Hapana mheshimiwa. Wewe ulijiandikia barua? Hapana mheshimiwa. Si walikuandikia wenyewe? Ndio mheshimiwa. Ulijilipa? Hapana. Ndo mambo ya kizamani tu haya. Hebu andikisha majina yako hapo. Yaani mambo ya zamani tu haya. Wakurudishe kazini, wataikata hiyo waliolipa kimakosa. Sasa wao ndo wamekupa barua, wao ndo wamekulipa. Unasemaje sasa kairudishe na hauko kazini? Sasa unairudisha kutoka wapi na hauko kazini? Mambo mengine, mambo ya zamani sana, mambo ya ajabu ajabu. Tunasumbua watu tu. Watu wetu wengi bado wanajisahau sana. Mtu akishakuwa ofisini kwenye kiti na ana uhakika wa mshahara, anasahau kabisa mateso ya watu wengine. Hebu nyewe niambieni. Barua sikujiandikia. Sikujiandikia kwamba nimepandishwa. Hivi mimi najuaje kwamba nimepandishwa kimakosa? Kwanza hilo neno nimepandishwa kimakosa na barua mmenipa. Najuaje nimepandishwa kimakosa? La pili, mmenipa na barua na baada ya hapo mkanilipa. Najuaje mmenilipa kimakosa na barua mlinipa? La tatu, nilishatumia hizo fedha. Mnanitoa kazini ndo mnaniambia nilipe. Nilipe toka wapi? Sasa baada ya hapo alipe toka wapi sasa? Haya mambo haya yana kasoro. Halafu kama mtu yuko kazini, si mtamkata tu, nyinyi ndio mnaolipa, mnakata na deni tu, wala hata itakiwi iende nje hata. Sasa yule aliyempandisha kimakosa, yeye yuko kazini. Hivi kati aliyeandikiwa barua kimakosa na aliyeandika kimakosa, yupi aliyekosea hapo? Kuna watu wanafanyaga uamuzi mpaka naanza kuamini. Inawezekana kweli nchi yetu ina udumavu wa akili. Wewe unaandika barua mwenyewe kwamba ina makosa, unamlipa kwa makosa, alafu unamfukuza, wewe unabaki ofisini. Hiyo ilikuwa wapi hiyo? Yuko wapi hiyo ndugu? Ni wapi hiyo? Hebu makatibu, fuatilieni tuwajue na wale walioandika barua kimakosa na waliolipa kimakosa. Sio tunaadhibu watu ambao hawana hatia, alafu waliofanya makosa wanaendelea kulipa kwingine kimakosa. Na kwa jinsi mambo ya kijinga jinga ambapo yapo, usikute walikuwa wanazitanguliza ili wagawane. Unaweza ukakuta wamemfukuza kwa sababu amekataa kuwagawia. Mimi si nimekulia humu, najua hii michezo ya kijinga jinga yote hii. Nilishakaa pale tena hazina, unakuja kuambiwa fedha zimeenda kwenye wilaya kimakosa. Milioni ngapi? 500. Unapelekaje milioni 500 kimakosa? Wilaya ngapi? 60. Unapelekaje wilaya 60 kimakosa? Unapelekaje fedha kimakosa? Unapelekaje kimakosa? Yaani na wewe uko kazini kila siku na mifumo ipo kukusaidia na kila na mchakato wa kulipa unapita watu, sio mkono mmoja, unapita watu wengi tu. Unapelekaje kimakosa? Hebu watafutwe hawa waliomwandikia barua na waliomlipa ili watusaidie kukamata mitandao ya majizi na yatafuta sana hayo majizi. Na unaweza ukakuta wamesema wamemsimamisha na wamemfukuza, unaweza ukakuta mishahara yake wanaendelea kuchukua. Hebu atusaidie tujue wote hao waliofanya haya, tuweze kuchukua hatua zinazostahili. Tutaelewana tu.
Na mimi nawaambia hawa watu wanaofanya mambo ya ajabu haya, nitawashikisha adabu kweli kweli. Hatuna uhaba wa watu wazuri wa kufanya kazi. Leo hii kwenye nchi yetu hii, kila kijiji ukienda kina muhitimu na anatafuta kazi na ni kijana mzuri tu. Sasa hii mambo ya kichefuchefu cha aina hii, haya mambo ya ajabu tu haya. Hebu ngoja nitapata undani wake nijue huyo nani aliyeandika. Unamwandikiaje mtu barua wewe mwenyewe, umemlipa wewe mwenyewe, alafu unakuja kumwadhibu kwamba ilikuwa makosa? Kwani huu ni mtihani hata uone ulipokosea. Uteuzi, upandishwaji daraja, mambo gani haya? Tumpate ninaanza kuwaza, kwa sababu kundi bado kubwa, na kwa mjibu wa taratibu zetu za mikutano tunatakiwa tuishie saa bado robo saa hapa, na tuna swala la bendera. Labda tusogee hapa, waheshimiwa mawaziri, twendeni tuwasikilize wote kwa mpigo. Wasogezeni hapa, tuwe na makundi matatu, waheshimiwa mawaziri wawasikilize. Yanayohusu sheria muoneni mheshimiwa naibu waziri wa nishati. Haya ya kamishna wa ardhi, yale yanayohusu ardhi sogeni pale kwa mtu wa ardhi. Wale ambao wameandika yawekeni kwa maandishi. Wale ambao wana jambo mahususi la msaada nendeni kwa katibu wangu. Haya. Wale ambao wametoka nje ya mkoa, nimemwona huyo mama hapo. Mrusuni huyo mama. Mpeni mic. Mpeni mic huyo. Huyo. Na umetoka nje ya mkoa? Hebu sogea pembeni tukwambie. Mheshimiwa, sasa tondolio msaidile nikukukumbusha polisi tamologoro. Yo ndopu nile nje ya mkoa watambulani kia kikonde. Baba wanimsaidile hata ina ulinkopila dupuna komologoro. Polisi ta. Haya lekienda kule kwa kutegela. Evidence sizi baba ntaite baba wanilo msaidile. Lekienda kule kwa kutegela. Egela pamoja na bunge pa inono ili kukae kwa kutegela. Hebu msogezeni hapa kwa waheshimiwa wabunge tusikilize tuone jambo lake. Mwacheni aje kwa wabunge hapa. Haya. Ndugu yangu wewe unatokea wapi? Mheshimiwa, kwa majina naitwa Ramadhani Murshid Dauda. Nimetokea Bukoba Karagwe. Nimekuja Kitukutu kufanya kazi, ila nilikuwa na wenzangu, tulikuwa tunafanya kazi ya ujenzi, hatujalipwa na injinia, walimsitishia mkataba. Walipomsitishia mkataba hawakumlipa. Kwa maana hiyo mheshimiwa, tukupata hela yetu. Injinia gani? Injinia. Ulikuwa mradi gani? Kitukutu. Mradi gani? Kitukutu sekondari. Kitukutu sekondari. Hebu mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi, njooni tumsaidie huyu ndugu yetu. Njoo huku kwa mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi. Pita tu huku, yuko kushoto huku, yuko kulia huku. Mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri hao hapo. Hebu msikilizeni muone kwenye sekondari yetu pale kwamba mkataba ulisitishwa na yeye hakupata malipo yake. Kwa mkurugenzi na mwenyekiti lisikilizeni, alafu tushauriane namna ya kutatua jambo lake. Haya, katibu muoneni mzee, muunganisheni na katibu mzee wetu asaidiwe. Muiteni katibu tu amuone hapo. Haya, wazee wangu, wapeni wazee hao tumalizie. Mpeni moja baada ya mwingine tumalizie. Asante mheshimiwa waziri. Kwa majina naitwa Miraji Kholo. Mimi natatizwa naumwa mguu. Haya, pole na wewe. Ngoja tukuunganishe na katibu ili tukusaidie. Mpeni kiti akae pale kwa mzee mwenzake, alafu muiteni katibu awasaidie. Katibu huko hapo. Hebu asikilize.
wana namna ya kuwasaidia. Haya, mzee mwingine anayefuatia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Kwa jina naitwa Abdalla Mungi. Mimi natoka mkoa wa Singida mjini, lakini tukio limetokea Tabora. Ndugu Mheshimiwa, namba moja, nimepotelewa na kijana wangu anayeitwa Aden Abdalla Mungi tangu tarehe 30 mwezi wa kwanza. Edu. Zamani ana maelezo kidogo mzee. Ana maelezo marefu? Ndio mheshimiwa. Haya. Kama nilivyosema, kwa wale ambao watakuwepo na jambo kesho saa 3, tutakuwa na utaratibu pale ofisi ya mkuu wa wilaya, na tutaweka sawa utaratibu wa namna ya kusikiliza. Yule mwananchi, wewe utaniona wakati natoka. Kwa basi ndugu zangu akina Mpanda, songele zigizigi, siyo na ntoane. Mkembetwe. Asanteni sana kwa mara nyingine. Na Mungu awabariki, na sisi tutaendelea na haya ambayo tumeyaongea na yale mengine ambayo tunayapata kupitia kwa mheshimiwa diwani.